Anaitwa Emmanuel Mathias maarufu kama MC Pilipili, mwenye uso wa uchekeshaji kama kazi yake ilivyo. Alizaliwa mtaa wa Airport Dodoma mnamo tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 1985, akiwa ni mtoto wa pili wa Bwana Mathias Matebe na Bi Mariam Matebe. Emmanuel alianza elimu yake ya shule ya msingi katika shule ya msingi Kiwanja cha Ndege, ambapo hapo alisoma mpaka darasa la 4 na kuhamia shule ya msingi Pagala, ambapo alimaliza elimu yake ya msingi mnamo mwaka 2002 kamili. Akiwa shule ya msingi, Emmanuel kijana mdogo na mchekeshaji, alijihusisha na masuala ya uchoraji, uimbaji na hata kucheza muziki, ingawa ndoto yake kubwa ilikuwa ni uandishi wa habari. Mimi nilivutiwa sana na kazi ya uandishi wa habari na nikatamani sana siku moja niwe mwandishi wa habari kama wao, japo nilikuwa pia natamani kuwa mchungaji. Ni kauli ambazo aliwahi kuzizungumza MC Pilipili katika kumbukumbu zake. Nikikumbuka nikiwa na umri miaka 8, alikuja bendi ya Official, ilikuwa chini ya Super Lovi Longomba, kaka wa Wilo Longomba. Nilitunzwa hela nyingi, na ndio ilikuwa hela yangu ya kwanza ambayo pia nilitumia kulipa kodi ya nyumba tulikuwa tunadaiwa, na pia kununua debe la unga, kwani kipindi hicho baba yangu alikuwa muuza mishkaki, mama yangu alikuwa anauza ndizi hospitali. Hivyo hawakuweza kwa kipindi hicho kulipa kodi, hata ile iliyoelekea kutaka kufukuzwa tulipokuwa tunaishi. Akiwa bado na umri mdogo, aliweza pia kuigiza sauti mbalimbali kama ya Mwalimu Nyerere, Mwakasege, Mr. Bean, na pia kubadili nyimbo za wasanii mbalimbali wa kizazi kipya na kuziimba kwa Kigogo. Hizo ni kama Zeze, Mapozi, Sea na hata Zuena. Emmanuel aliweza kutunukiwa cheti cha mtoto wa nuru kama mtoto wa mfano wa kuigwa katika kanisa la Baptist Bible Church, ambapo alikuwa akisali na familia yake. Baada ya kumaliza darasa la 7, Emmanuel alijiunga na shule ya sekondari Dodoma mwaka 2001, ambapo ndoto zake za kuwa mwandishi wa habari zilipoanza kufunikwa taratibu. Akiwa sekondari, kama alivyo kawaida, huwa kuna masomo ya kuchagua. Kutokana na tabia yake, Mwalimu Kilela ambaye sasa ni marehemu alinishauri nichukue somo la Theatre Arts ambalo ni sanaa ya jukwani. Somo hilo ambalo alilipenda na kufaulu kuliko masomo mengine. Ilifika hatua ninachoongea au watu wakiniangalia tu wanacheka. Mpaka darasani ilifika hatua nikinyoosha mkono kujibu swali, mwalimu hanichagui, anajua nitachekesha tu. Aliwahi kusema Emmanuel alipendelea masuala ya sanaa, hali iliyopelekea kipaji chake cha uchekeshaji kukua na hatua kuanza kuwa mshereheshaji, yani MC, katika matukio mbalimbali kama birthday, send off, harusi na hata vipaimara. Baadaye kutunikiwa cheti cha special talent ama kipaji maalum. Alipohitimu kidato cha 4, aliendelea na kazi ya ushereheshaji, na hapo alipofika kuanza masomo ya kidato cha 5 na cha 6 katika shule ya sekondari Jubilee mkoani Dodoma. Baada ya kuhitimu kidato cha 6, Emmanuel alipata ufadhili kutoka kwa wahisani, ambapo alipaswa kwenda kusomea ualimu. Nilipata wakati mgumu sana kufanya uamuzi, kwani nilipenda kuwa mwandishi wa habari, na wakati huo mama yangu alisisitiza zaidi niende ualimu, kwani hata familia yetu hakuna hata mmoja aliyewahi kuwa mwandishi wa habari. Emmanuel alikubali kwenda katika chuo cha ualimu cha Eckneford kilichopo mkoani Tanga. Alipofika chuoni hapo alipata changamoto